Leo tunaangalia nini? Leo ninaomba tuangalie dhabihu ya Kristo. Mungu tumeona ni mtoa dhabihu. Wangapi wanaamini? Una mashaka sasa kwamba Mungu ni mtoa nini? Sadaka. Mungu ni mtoaji. Sasa leo tuangalie dhabihu ya Kristo. Sehemu ya 3, dhabihu ya Kristo. Unapojifunza juu ya Kristo, Kristo kwanza alitoa mwili wake yeye mwenyewe. Yeye alitolewa na yeye katoa. Lengo lake ni nini? Cha kwanza ni watu wapate uponyaji. Kwa sababu dhabihu ya mwili wa Kristo ndiyo inayosababisha uponyaji wa magonjwa na maradhi. Baadaye nitawafunulia muone alipoletwa kama mwana, jina lake linaokoa lakini mwili wake unaponya. Tuko pamoja? Hatuokoki kwa mwili wake, hapana. Tunaokoka kwa jina lake. Tuko pamoja? Tutaliangalia lile jina baadaye, lakini nataka niwaweke wazi uelewe. Alipotolewa yeye, kila alichotoa kilikuwa na kazi yake. Jina lake linaokoa lakini mwili wake unaponya. Kwa sababu sisi kwenye maisha tuliyopita tumepitia magonjwa na maradhi na maumivu. Anahitaji kutuponya na hayo, maana yametokana na giza. Kwa hiyo sadaka ya mwili wa Kristo, nguvu yake ni kwa ajili ya uponyaji. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa ajili ya uponyaji. Hapa inamaanisha nini? Kinachotuletea magonjwa ni dhambi. Kinachotuletea magonjwa ni makosa. Kinachotuletea kifo ni makosa. Kwa hiyo ilibidi ajitoe sadaka ili kutusamehe dhambi na kuleta uponyaji. Halo? Mnayaona malengo ya Mungu yalivyo? Kwa hiyo huyu Yesu aliyetumwa anatimiza mapenzi ya baba yake. Ndio maana wakati wa maombi akaomba kikombe kifanyeje? Kwa sababu alikuwa anamfanyia baba yake ibada, ilikuwa na gharama, akatamani kuishia njiani, lakini akarudi kwenye neno akamwambia, Bwana, mapenzi yako yatimie. Akakubali kujitoa dhabihu. Ushahidi, Petro wa kwanza 2:24. Petro wa kwanza 2:24. Yesu ni mtoaji. Yesu ni mtoa dhabihu. Petro wa kwanza 2:24. Petro wa kwanza 2:24. Ndiyo. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Mpigie Bwana Yesu makofi. Anasema yeye mwenyewe aliutoa mwili wake, akachukua dhambi zetu juu ya nini? Ya mti. Baadaye kibiblia nilishafundisha mti ni nini, nakumbuka ni sadaka ya kuteketeza. Ule mwili ni kama vile sadaka ya madhabahu. Tuko pamoja? Kulikuwa tunapangwa kuni. Si mnajua sadaka madhabahu zilikuwa zinapangwa nini? Kuni. Wanachinjwa ng'ombe, mabeberu na kondoo. Ndio maana dhabihu ya Kristo ibidi awekwe msalabani kama ishara ya zile kuni za kuteketeza. Tuko pamoja? Sasa turudi kwenye hili. Rudia tena. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa hiyo anasema yeye mwenyewe alijitoa dhabihu juu ya nini? Ya mti. Akazichukua dhambi zetu. Mwangalie mwenzako, mwambie mimi za kwangu zishachukuliwa. Mwambie wewe bado una dhambi. Mwambie mpe mwenyewe. Hebu asomee tena waelewe. Mpe mwenyewe. Mwambie usitembee na dhambi. Dhambi mpe mwenyewe. Soma tena. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu. Subiri, mwangalie mwenzio. Mwambie bado unatembea na dhambi. Mtolee macho. Mwambie bado unatembea na dhambi. Mwambie mpe mwenyewe. Mchukuaji yuko, mpe mwenyewe. Halo? Halo? Kuna mtu anaelewa kile anaongea? Kinachotupeleka motoni ni nini? Sasa wewe bado unakaa nayo wakati kuna mwenyewe anayechukua. Ndio maana nikasema kwenda motoni ni kujitakia.
Mimi nafundisha kirahisi sana. Motoni mimi siendi. Tena kucheza nitaongea Kiingereza. I don't go there. Tell your neighbor, please don't go there. I don't go there. Yeye mwenyewe kachukua dhambi juu ya mti. Mimi na dhambi, yeye kaja kuchukua kwa kutoa mwili wake juu ya mti. Ametoa mwili wake juu ya mti. Alafu ameng'ang'ania dhambi. Muangalie tena usoni, toa macho hivi. Mwambie hivi, unaelewa sadaka ya mwili wake nilichofanya? Ina uwezo wa kuchukua dhambi zako na kwenda kwake mwenyewe. Nataka kuongea nini hapa? Sasa mnaniambia sasa kuhani unamaanisha nini? Na maanisho utanielewa hapo chini muda si mfupi. Juu ya mti amesulubiwa kwa mwili wake. Kwa mwili wake. Nisaidie kuangalia mikono ya mtu kama ilidokoa mboga. Angalia. Angalia. Angalia tu mikono ya mtu kama ilidokoa mboga. Angalia tu usoni. Angalia mikono kama ilidokoa mboga. Halo? Alafu niangalie kumwangalia mtu mmoja hayo macho kama alilembulia mume wa mtu. Angalia yeye mwenyewe. Tunatafuta dhambi zimekaa wapi tumpe mwenyewe. Angalia, 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 angalia. Leo uondoke nazo. Haiwezekani mwenyewe aweke juu ya mtu wewe ukae na dhambi zake. Nakataa kata. Alijitoa dhabihu juu ya mti ili umpe dhambi zako. Mtanielewa tu. Yeye mwenyewe juu ya mti mpe dhambi. Mwambie mwenzio si umpe tu. Na mtaona nguvu ya ajabu ya sadaka. Angeweza niongee. Yesu asingeweza kuchukua dhambi kama asingeteswa sawa sawa na wenye dhambi. Ndio maana ilibidi atoswe kama mwenye dhambi. Ndio maana atundikwa msalabani na wenye dhambi. Ile watu hawaelewi. Alikuwa anatafuta fungamano. Kwa jinsi alivyo mtakatifu hakuwa na haki ya kuchukua dhambi kwa sababu yeye ni nani? Ilibidi ajifanye kama ni mwenye dhambi, awafuate wenye dhambi, ateswe kama mwenye dhambi ili apate haki ya kubeba dhambi. Kwa Mungu dhambi haikaagi. Hiyo yote ilikuwa ni process ya kuhalalisha kunyang'anya dhambi zako. Mwambie mwenzio mpaka Yesu amekuja kunyang'anya bado mng'ang'ania. Hivi akili yako ikoje? Yesu katoka mbinguni kuja kunyang'anya dhambi bado umezing'ang'ania mtolea na macho namna hii. Halo? Ni moja ya nguvu ya dhabihu ya mwili wake. Kisha akasema tulikuwa wafu kwa mambo ya nini? Kwa hiyo kilicholeta ufu ni nini? Dhambi. Nisikilize mtu wa Mungu, ili uone unapokuwa unafanya sadaka yako uelewe ninachofundisha. Kinacholeta mauti ni nini? Dhambi. Na Yesu anaiondoa kupitia sadaka yake nini? Ya mwili wake. Anakuja mwenyewe na mwili wake, maana kilichotenda dhambi ni huyo mwili wako. Angalia miguu ya mtu mmoja ilimpitisha wapi kwenye mahindi mwaka gani? Angalia miguu ya mtu mmoja. Kisha waambie wewe miguu wewe. Wewe miguu wewe, miguu wewe, miguu. Huu mwili wewe miguu, mwambie angalia miguu hiyo mwili huo. Halo? Sasa mnaniambia na maana gani? Yesu alipigwa misumari wapi? Miguuni. Ili hiyo miguu iliyokupeleka kwa Karumanzira ikombolewe, ichukuliwe dhambi. Maana ilikuwa na kielele kweli, twende. Mwambie mwenzio dhambi za miguu nazo. Halo? Lakini leo tutampa mwenyewe. Alipigwa misumari miguuni kwenye mwili wake, dhambi za miguu zikombolewe. Alipigwa misumari mikononi, dhambi za kudokoa mboga zikombolewe. Alichoma mkuki ubavuni ili wale walikuwa wanakupapasa. Halo? Alivuliwa nguo ili ile dhambi yako ya aibu. Mbona unataka kusema? Mwambie mwenzio ni sadaka hiyo. Mwambie hapa, mwambie atuchekeshi, tunafundisha. Haikuwa kazi nyepesi Yesu kuvuliwa nini? Kwa nini? Maana ziko dhambi zinazokutia nini? Aibu. Uongo kweli watu wa Mungu? Kuna dhambi zinazalilisha. Yesu alishughulikia zote kwa mwili wake. Yaani nikisema tu nianze kuchambua alivyokomboa dhambi moja moja, somo halitaisha. Mimi nazungumzia dhabihu. Ndio maana akapigwa mikono wapi? Misumari wapi? Mikononi.
Moja ya misumari, kazi ya mikononi ni nini? Damu ilivyotoka alikuwa anaandika hati ya kufuta mashtaka waliokuandikia, kwamba kwa kupigwa kwa dhambi zako lazima ufe. Ndio maana neno linasema mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Imeandikwa. Na yeye akapigwa misumari mikononi, damu ikatoka, akaandika walio katika Kristo Yesu hawahukumiwi na mauti. Oh, haleluya. Sema amina kama unaelewa kazi ya aliandika Musa, na Yesu kaandika ya kwake ya neema. Mwambie mwenzio si hukumiwi. Dhambi zangu alichukua kwenye mwili wake. Sasa ukiniambia, ndio maana Bwana washangaa wale wanaobatizwa wanamwagia maji kichwa peke yake. Sio sahihi. Kubatizwa ni kuzaliwa mara ngapi? Ukimwagiwa maji kichwani na maana unazaliwa kichwa pekee? Sasa unazaliwa kichwa peke yake. Je, huo mdomo ulionyonya nyonyo za watu? Wenyewe unatubu saa ngapi? Unabatizwa saa ngapi? Amtaki tena. Je, nazo nyonyo zenyewe zilizonyonywa na mbwaduke zenyewe zinakombolewa saa ngapi? Kwa hiyo Yesu hakuwa mjinga. Alipigwa misumari miguuni, akatiwa na taji la miba wapi? Kichwani. Akachoma mikuki ubavuni, akapigwa wapi? Mkononi. Ile yote ni kuizingira dhambi kila upande isipate mashtaka kukupeleka jehanamu. Sema amina kama unanielewa. Yesu aliandaa jeshi kwenye ulimwengu wa roho, izunguka dhambi bila yenyewe kujua. Ikapigwa mbele, ikapigwa nyuma, ikapigwa juu, ikapigwa chini, ikawa ndogo kuliko Piritoni. Na wewe uko huru sasa, kwa sababu ya dhabihu ya mwili wa Yesu. Kwa sababu ya dhabihu ya mwili wa Yesu. Kwa sababu ya dhabihu ya mwili wa Yesu. Ninanena kwa ujasiri, aliyempa Yesu maisha lazima muone Kristo wake hapa duniani na kule mbinguni. Juu ya mti. Hiyo ni nguvu ya dhabihu. Kuchukua dhambi toka kwa mwingine kuja kwako sio kazi ndogo, ni nguvu. That is the power. Ni nguvu ya dhabihu ya mwili wa Yesu. Na ubiri kwa sauti kubwa, usichukulie poa. Watu, unajua kuna kitu kimoja tatizo. Unajua ukiwa kama wale wazee ambao wanapenda kula vya bure, wanamwambiaga wake zako fanya maarifa. Ujinga. Yaani we mama, kama mwana anakuambia fanya maarifa, elewa umeolewa. Anyway, ngoja mimi niendelee. Kwa sababu unapokula kuku, unakula kuku, ile kuku imegaramiwa, ina maumivu ile. Mwangalie baba mmoja ambaye atafuti kuku, anaambia mkewe afanye maarifa. Ina gharama. Lakini yule anayekula anakula tu, mke wangu na akili, wewe ujinga kabisa. Ndivyo inavyowapata watu waliookoka. Kwa sababu gharama ya dhambi ni kupigwa Yesu. Wao hawajui maumivu. Hawajui. Siku moja ukielewa kwamba ukombozi na uokovu wangu ni Yesu msalabani, utamheshimu Yesu kwa machozi kila siku. Maana ni kitu ambacho wewe ukiwezi, wala baba yako hawezi, wala mganga wako hawezi. Mama yako mwenye angeona analia, angekuwa tu naye unapigwa, angekuwa analia kwa mbali, akiona wapigaji wanakuja, anakimbia, Mungu msaidie. Kwa hiyo dhahabu ni ndogo kuliko dhabihu ya mwili na damu ya Yesu. Kuna mtu ananielewa hapa? Leo nataka nimfungamanishe mtu na Yesu aliyemfia. Nataka nimfungamanishe mtu na Yesu aliyepigwa misumari kwa ajili yake. Nataka nimfungamanishe mtu na Yesu aliyevuliwa nguo kwa ajili yake, ili dhambi aliyokuandalia adui yako aibu ikampate mwenyewe, maana Yesu ameshaabika kwa ajili yako. That is the power of sacrifice. Ukielewa hili, nikwambie madamu, ukielewa hiki kinachofunua, hakuna mwanadamu yoyote mwenye mwili, wala hakuna roho yoyote ya kuzimu inaweza kapanga mipango kukuaibisha kafanikiwa. Unaniambia unamaanisha nini? Yesu hawezi kuvuliwa nguo kwenye njia panda akabaki mtupu kabisa, akaaibishwa, alafu shetani akuaibishe mara ya pili. Hapana. Mwambie mwenzie hapana. Mwambie mwenzie hapana. Kuna mtu mmoja anaongea naye hapa, nikwambie na kukutamkia,
Kama kuna kazi unaifanya, kama kuna biashara unaifanya na ilianza kutembea na adui akapanga kuiangusha uaibika, ataaibika mwenyewe. Ataona hiyo kazi na hiyo biashara inakupa heshima, kwa sababu baada ya somo hili utaenda kuandaa kazi yako ndani ya dhabihu ya damu ya Yesu. Hatuwezi kuaibika mara mbili, hatuwezi kuteseka mara mbili, hatuwezi kwenda jehanamu mara mbili. Yesu ameisha maliza kwa dhabihu ya damu yake. Unaibika, mwangalie mwenzio, unaaibishwa na nani? Yesu alivuliwa nguo kwa ajili yako. Haleluya. Unaweza kusema kwani unaongea nini? Wewe mwenyewe ni shahidi. Yaani vile vituko ulivyofanya wakisema weke video hapo unahama kanisa. Kwani Yesu, kuna mtu ananielewa? Lakini leo unasimama damuni mwa Yesu, unajitisha msalabani kwa Yesu, unatangaza dhabihu ya Yesu. Alikwisha vuliwa nguo msalabani, njia panda, kaaibika kwa ajili yangu. Hakuna mizimu itaniaibisha, hakuna mwanadamu ataniaibisha, hakuna kazi yangu itaaibishwa, wala wale ninaoongoza Mwanza hakuna wa kuaibisha, maana aliyevuliwa nguo ni kwa ajili yao. Wanaoandaa aibu waendee wao wenyewe, wasiyemjua Mwokozi wako. Nguvu ya dhabihu ya Kristo, mwili wake kwa ajili yetu, misumari mikononi kwa ajili yetu, misumari miguuni kwa ajili yetu, taji la miba kichwani kwa ajili yetu, mkuki ubavuni kwa ajili yetu. Akavuliwa nguo kwa ajili yetu, akatangaza katikati yao, yamekwisha, yatatimia kwako. Yatatimia kwako, yatatimia kwako. Unayopitia yamekwisha, yatatimia kwako. Iki unachoelewa leo kinasema yamekwisha. Ndio maana wanaimbaga yote alimaliza, alimaliza, yote alimaliza pale Kalvari. Sasa ukikuta yule ambaye alimaliza kwa ajili yake, unamkuta ni mtu kama mimi hapa. Kumbe lishaisha, lazima hata mwendo wangu ubadilike. Na hofu nini? Yalisha. Shetani anafanya wao, unamwambia tulia. Vipi yalisha? Wapi? Kalvari. Na nani? Na yule aliyenifia. Alikufia wewe? Ndio. Nitakuaibisha, mwambie alishanivulia nguo, mimi siwezi kuaibika mara ya pili. Haleluya. Na hakikisha ndoa yako inaharibika, mwambie jaribu, utakutana na aliyevuliwa nguo kwa ajili yangu, ili mimi nipate kufunikwa na kusitiriwa makosa yangu. Haleluya. Ninatembea katika dhabihu yake, natembea katika damu yake, natembea katika mwili wake, maana nimempa maisha yangu na yeye amechukua dhambi zangu kwenye mti wake. Haleluya. Sema amina. Unaongea kile unachoamini katika neno. Lakini ukaanza kutetemeka, mtumishi, sijui unamuita nani, bosi nisamee. Bosi akusamee wakati ana mapepo. Na upako unachukua wa mwezi wa kufunga. Halafu waganga wake wanakuja pale, uone anasema pepo yanarudi kwa waganga. Jiandae tu, lakini hawezi kukuaibisha. Haleluya. Kwa hiyo ni dhabihu ya damu ya Yesu, ni dhabihu ya mwili wa nani? Wa Yesu. Namba 2, Petro wa kwanza 3:18. Soma Petro wa kwanza 3:18. Petro wa kwanza 3:18. Petro wa kwanza 3:18. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi. Rudia tena. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi. Mwenye haki kwa ajili yao wasio haki. Ili atulete kwa Mungu. Rudia tena. Ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akauishwa. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Anasema kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi zetu. Sikia hilo neno. Sio zake, zetu. Ameshateseka kwa ajili ya dhambi zetu. Ndio maana kwenye Petro wa kwanza 2:20 akisema yeye mwenyewe. Na ndio maana nikawa nasema kama anachekesha, mpe dhambi yeye mwenyewe. Dhambi sikutese. Yupo aliyeifia. Hawezi kufa alafu dhambi nitese. Hapana. Hapana. Yesu hawezi kuifia dhambi yangu alafu ile dhambi ni hukumu. Hapana. Mwambie mwenzio hapana. Mwambie mwenzio hapana.
Hapana. Na mwisho anasema mwenye haki kwa ajili ya wasio na haki. Sasa leo ningependa kufundisha kuliko kuhubiri. Anasema mwenye haki kwa ajili ya wasio haki. Tuko pamoja Sasa hapa nakufafanushia kidogo sana, maana mimi ni mwana wa nabii. Tuko pamoja Mwenye kwa ajili ya wasio na, weka vizuri hilo neno. Mwenye kwa ajili ya wasio na, weka vizuri hilo neno. Maana yake ni nini? Huyu alikuwa ni mwenye haki, hakustahili kuteswa. Huyu alikuwa ni mwenye haki, hakustahili kusurubiwa. Huyu alikuwa ni mwenye haki, hakustahili kufanyaje? Kuhaibishwa. Kwa hiyo hapakuwa na namna yoyote ya huyu kuteswa. Haki ya kumtesa ikufanyaje? Haikuwepo. Kuna mtu ananielewa Maana yake ni nini? Wala dhambi yetu haikuwa na haki kumwendea. Kuna mtu ananielewa Ndio maana pale chini anasema kusudi atulete kwa nani? Kusudi atulete kwa nani? Unaona ile kusudi la dhabihu anateswa kama asiye na haki wakati ni mwenye haki. Anateswa kama mwenye dhambi wakati hana dhambi. Hapo nataka kukuambia nini? Neno jepesi sana. Kama huyu mwenye haki aliteswa kama vile mwenye dhambi, akapata mateso kama vile mwenye dhambi, akazichukua dhambi za mwenye dhambi, ndiyo nguvu inayoruhusu sasa huyu mtakatifu, kwa sababu amechukua dhambi, sasa anampa haki mwenye dhambi kuwa mtakatifu. Huyu anayeenda motoni anapata haki ya kwenda wapi? Mbinguni. Huyu aliye maskini anapata haki ya kuwa tajiri. Huyu aliyeaibishwa anapata haki ya kuwa na heshima. Kwa hiyo ilikuwa ni mabadilishano katika ulimwengu wa roho. Aliye na haki anateswa kama asiye na haki, ili asiye na haki awe huru kama mwenye haki. Kwani lugha inaeleweka? Lugha inaeleweka Kwa dhambi hatakuwa na haki, lakini kwa sababu shetani alifanya kosa kumtesa ambaye hana dhambi, alitupa haki tulio na dhambi tusiteseke. Lugha inaeleweka? Kulikuwa na haki ya kumtesa Yesu, lakini alifanyaje? Kama walimtesa aliye na haki, basi hawana nafasi ya kumtesa asiye na haki. Yesu alikuwa anatoa nafasi wanaostahili kuteswa wasiteseke. Maana aliyestahili kuteswa kateswa, kwa anayestahili kuteseka wasiteseke. Aliye mbinguni amekuja kwa wenye dhambi ili wenye dhambi wapate kwenda mbinguni. Hiyo ndiyo nguvu ya nini? Ya dhabihu. Nisaidie kumwambia mwenzako, mwambie nguvu ya sadaka inabadilisha mambo. Kama walimtesa mwenye haki, hawana haki kumtesa asiye na haki. Maana mateso ya asiye na haki yameenda kwa mwenye haki. Mateso ya mwenye dhambi yameenda kwa asiye na dhambi. Kwa hiyo sasa huruma, neema, haki ya mwenye haki na waendea wenye dhambi. Hiyo ndio jibu jepesi. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Ndio maana anasema atulete kwa nani? Atulete kwa nani? Anasema atulete kwa Mungu. Huu mstari anasema mwili wake ukauawa, bali roho yake ikauishwa. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Sasa naenda kuhitimisha. Tunawezaje kuipata haki hii sasa? Tunaipataje? Namba moja, ndio maana tunafunga. Ndiyo maana tunafunga. Kufunga maana yake ni nini? Ni kuadabisha mwili wenye dhambi. Yesu alishatoa wa kwake, na sisi tuna cha kufanya kwenye mwili. Kwa hiyo kufunga kwetu kuna maanisha nini? Maana yake ni kwamba kufunga kwetu ni kufungamanisha na dhabihu ya Kristo aliyeteswa. Kwa hiyo tunautesa kwa kutokula chakula. Kuna mtu anaelewa ninachofundisha? Kuna mtu anaelewa ninachofundisha? Tunafunga kula ili kuadabisha mwili, ili roho ipate nguvu.
Au tunafunga kwa kusudi kutiishwa mwili kwa roho yule wa Kristo. Tunautisha mwili kwa roho. Lakini mwisho, kwa nini tunafunga? Ni ili kusudi tupate fungamano la yeye aliyeutesa mwili wake. Narudia. Tunatisha mwili, tunaadabisha mwili ili kupata fungamano na Yesu aliyeutoa mwili wake. Sasa pale amesema tulikuwa wafu kwa mambo ya nini? Kwa mambo ya nini? Ya dhambi. Na kurudisha pale, maana naenda kuhitimisha. Akasema tulikuwa wafu kwa ajili ya mambo ya nini? Ya dhambi, ili tuwe hai kwa mambo ya nini? Ya haki. Sasa unapofanya ibada ya dhabihu ya mwili, maana yake ni nini? Inakuwa inaruhusu kuondoa mauti kwako na kuchukua uhai wa Yesu. Mwili unahuika. Mwili huu wakati hauli ndio uhai unaongezeka. Kwani yeye alichukua dhambi zetu. Kwa hiyo sisi tunapofanya ibada ya dhabihu ya mwili, na sisi tunachukua uhai wake, maana mwili unahitaji nini? Uhai. Mwambie mwenzio ni fungamano. Somo la leo ni gumu jamani. Unaona ninachoeleza? Kwa hiyo ninakupeleka kwenye masafa. Kumbe unapofunga unaelewa kwamba nafunga mwaka huu, nafunga mwezi huu, lazima mwili huu utafungamana na nani? Na Kristo. Kama kulikuwa na mauti, lazima nipokee uhai wa nani? Wa Kristo. Unasema wazi, kama yeye alichukua dhambi za mwili wangu, mimi nachukua uhai wake. Kama yeye alichukua udhaifu wa nafsi yangu, mimi nachukua ukuu wa nafsi. Piga makofi kama unanielewa. Kwa hiyo usifunge una cha kusema, hapana. Unautisha mwili ujue yale ya yule wa rohoni. Maana Yesu ni wa rohoni. Huu mwili wa mwili unahitaji uchukue ya yule wa wapi? Wa rohoni. Adamu wa pili ambaye ni roho. Tawafundisha siku nyingine. Kwa Yesu ni Adamu wa pili, anakuja kufanya mabadiliko. Ulichukua laana za kuzaliwa kwa bibi na babu mzee Mwanjokoro. Sasa unachukua neema ya simba wa kabila la Yuda, shina la Daudi, mwana wa Yese. Unachukua kule. Sasa je, waamini wanaamini? Mwambie mwenzio hivi, unaamini? Hivi kwani anasema kwamba unachukua hivi, kweli unaamini? Hebu muulize kwanza, maana kama amini asinichoshe. Mwambie unaamini kwamba unachukua uhai wake? Ndio maana akasema tulikuwa wafu, tunakuwa hai. Sio mimi nimesema, na kuonyesha tu, mimi nakufundisha. Tulikuwa wafu ili tuwe hai. Tafakari tu pale, tunakuwaje hai? Unapofanya dhabihu yako ya kufunga, ina maana unafanya ibada ya kuchukua nini? Uhai. Una ile uliyepiga makofi hata kama ya kunizugia. Unachukua uhai. Niongee. Hata kama walikupangia ajali ya kufa, uwezi kufa hivi karibuni baada ya ibada hii. Si mimi nakwambia. Na nikuhakikishie, kwa kadri ambavyo unachukua uhai wako kwa Yesu, ndivyo huo uhai unaopeleka kwenye biashara yako. Sema amina kama unanielewa. Kwa sababu ni fungamano. Wewe unatoa dhabihu kwa Bwana, unachukua uhai wake, na ile pesa inakuja kwako, inachukua uhai kutoka kwako. Sikiliza, unaenda kuendelea mbele kuliko ulipokuwa mwaka jana. Aya. Nimalize. Mwambie mtu mmoja, uko tayari kutoa dhabihu ili mauti yako iende kwa Yesu na uhai wake uje kwako? Mwambie uko tayari. Mwambie wewe ulibeba mauti kwa ajili ya dhambi, lakini unahitaji kubeba uhai kwa ajili ya haki. Ndiyo ibada, ndio nguvu ile kwenye ibada. Yesu oye. Hitimisho, Warumi 12:1. Warumi 12:1. Dhabihu ni kitu kingine, sadaka ni kitu kingine. Ukielewa ibada ya dhabihu, wewe ni mtu mwingine kabisa.
Na shetani anafanya watu wasielewe, wanakuwa waoga, anafikiri ni kutoa hela, ni kutoa hela. Hapana, jiandae vizuri, ni kutoa dhabihu. Iwe hela, iwe mbuzi, uwe muda, iwe roho yako, iwe moyo wako, iwe akili yako, zote hizo ni dhabihu. Warumi 12:1. Warumi 12:1. Inasemaje? Basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu. Sasa hilo ni agizo. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenu yenye maana. Inuka, funika daftari, nisaidie tukuwaendea watu 2 3 tu kabisa kiibada. Mwambie hivi, kumbe kutoa mwili kwa dhabihu ni ibada yenye maana. Umewahi kufanya?